viongozi wa serikali na vyombo vya dola kuhimiza kukomeshwa kwa mauaji hayo. Katika tukio la usiku wa kuamkia leo, afisa mtendaji wa kijiji cha Mangwi kata Shamte Rashidi Makawa ameuawa kwa kupigwa risasi na nyumba yake kuchomwa moto. Kufuatia tukio hilo, mkuu wa jeshi la polisi Inspekta Jenerali Simon Siro ametembelea Kibiti katika jitihada za kudhibiti mauaji ambayo yameleta hofu kubwa kwa wakazi wa maeneo kadha ya mkoa wa Pwani. Tuungane basi moja kwa moja na mwandishi wetu Jamali Hashim ambaye alikwenda huko Kibiti kufuatilia kadhia hiyo. Jamali, tunazungumza nayo kwa simu hivi sasa. Hebu tufahamishe nini ambacho kikubwa mmekikuta huko Kibiti? Sasa hivi ndio tunarejea katika Mchuki, kata ya Mangwi, wilaya mpya ya Kibiti, ambapo usiku huu ndio katika maeneo haya mjini palikuwa na matatizo ya network na hivyo ikasababisha wala tushindwe kutuma picha, lakini miili ya watu wawili ambaye ni afisa mtendaji Shamte Rashid, afisa mtendaji wa kata ya Mchuki, pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Mangwi bwana Hamisi, wote wawili wamezikwa majira ya saa 10 hivi. Mkuu wa jeshi la polisi IGP Simon Siro ameshuhudia maziko katika kijiji hicho, na kwa hakika ni katikati ya pori nyumba hizo zilizopo na mauaji yalitokea hapo jana usiku. Tumezungumza na baadhi ya majirani ama hiko na kusema kwamba tukio hilo lilikuwa majira ya usiku, na kusimulia hali ilivyokuwa ya kwamba watu hao waliingia katika nyumba ya afisa mtendaji huyo na kumuuliza maswali matatu hivi, na maswali hayo alishindwa kuyajibu, na hivyo wakawa na piga mtoto wake mdogo nje ya nyumba pamoja na mke wake kukimbia, na hivyo yeye wakaamua kumpiga risasi baada ya kushindwa kujibu maswali yao. Na mke wake ametusimulia hali ilivyokuwa kwamba hakumuua mtoto alimtoa nje, kwa hivyo waliweza kumuua tu afisa mtendaji huyo Shamte Rashidi. Na kama nilivyokueleza, IGP amezungumza na wakazi wa eneo hilo na kuambia kwamba wanahitaji ushirikiano. Kazi hii ni kubwa sana kwa sababu watu wanaua alafu wanakimbia pasipojulikana, na takriban mpaka hivi sasa wanapenda watu 37 na askari 13 wameuawa katika wilaya hii ya mkoa huu wa Pwani na watu wasiojulikana. Na hivi punde tu sikukuu ya Eid al-Fitr iliyoswaliwa Moshi kule, waziri mkuu alitoa maagizo kwamba watu hawa lazima watafutwe kwa kasi kubwa na juhudi kubwa ili kutokomeza mauaji, lakini leo yametokea mauaji ya watu wawili. Jamali, kunapotokea matukio kama haya, hivi karibuni waliuawa askari trafiki huko, tukasikia kwamba vikosi vya ulinzi na usalama vimekwenda huko. Lakini mbona bado matukio haya yanatokea? Kuna nini? IGP anasemaje? IGP bado kasisitiza kutolewa kwa ushirikiano, kwa sababu ukumbuke mkoa wa Pwani mkoa mkubwa. Mauaji haya yametokea katika kijiji hiki, na kijiji hiki ni kikubwa, kina pori kubwa. Mauaji mengine askari wa usalama barabarani yalitokea katika eneo lingine. Kwa hiyo kumbuke, unapambana na watu ambao hawajulikani na wala hujui taarifa zao. Kwa hivyo ni kazi kubwa hii, inahitajika ushirikiano, na yeye ameomba wakazi wa maeneo haya Kibiti kutoa ushirikiano ili wao kutoa taarifa kwamba tutawapataje hawa watu, licha kwamba jeshi la polisi pamoja na watu wa jeshi la wananchi kupiga kambi katika eneo hili, lakini bado ni kazi kubwa kwa sababu sisi tumetoka polisi huko, ni pori kubwa. Hali yetu ilikuwa na wasiwasi, lakini hatimaye tumefika maeneo haya mjini muda huu saa 2:45, walau tunasikia hata sisi amani, lakini hali ilikuwa kidogo na wasiwasi. Ni pori. Jamali, ulitufahamisha kwamba huyo katibu mtendaji kabla ya kuuawa aliulizwa maswali matatu akamshinda kujibu. Unafahamu ni maswali gani ambayo aliulizwa? Kwa mujibu wa mke wa marehemu, mjane huyo hivi sasa alishindwa kutuambia hayo maswali, na kwa sababu na yeye alikuwa katika hali ya taharuki, lakini anakumbuka alikuwa anaulizwa maswali na akashindwa kujibu hayo maswali. Kwa hiyo hatua iliyofuata ni kuchukua uhai wake, na mke wake kwa ile hali ya wasiwasi anakumbuka tu aliulizwa
maswali, alikuwa anatakiwa kujibu maswali maswali. Kwa hivyo hatua iliyofuata ni watu wasiojulikana wamechukua roho yake na mke wake alikimbia. Na kwa hakika ameacha mjane huyo na mtoto wake mmoja ambaye sasa hivi yupo katika hali ya sintofahamu. Ameathirika kisaikolojia, tunasema, kwa maana nyingine, kwa sababu tukio hilo lilikuwa kubwa sana. Asante sana Jamali Hashim, na nakutakia urudi salama uko njiani hivi sasa ukitokea huko Kibiti ufike Dar es Salaam. Mambo ndio hivyo. Fatma, tumesikia tunazungumza na Jamali yuko njiani akitokea huko Kibiti. Nadhani picha zile alizopata kule tutaweza kuzipata kwenye taarifa za habari zitakazofuata, lakini ni matukio ambayo yanaleta sintofahamu kama ambavyo Jamali amezungumza. Yanatisha.